Kwa majina naitwa mchungaji Gabriel Majaliwa Basu. Wengi wamezoea hata wakiuliza kwa mchungaji Majaliwa. Kila ukiuliza mchungaji Majaliwa maeneo haya Ifakara Kibaoni unanipata kirahisi. Tunapatikana maeneo ya site na kanisa kwa linaitwa Shalom Gospel Tabernacle au kwa ufupi Shagota. Ni kanisa la TAG ambalo kwa hapa limeanza rasmi katika uongozi wangu mwaka 92 mwishoni, ambalo liliweza kuanza tuseme hasa ni ripoti hapa mwaka 92 mwezi wa 8 nakumbuka vizuri. Mimi kwa asili ni mwenyeji wa Tabora wilaya Nzega, lakini kwa kuzaliwa mimi ni Mzanzibari. Baba yangu alivyokuwa kwenye ujana wake alikuwa mtafutaji. Tanganyika wakati ule ilikuwa maskini sana, pesa ilikuwa adimu kabisa na ilikuwa na umaskini wa kutisha. Hata ungekuwa mkulima unafanya kazi, hakuna mahali utauza mazao, na hata ukiuza hupati pesa ya kutosha. Kwa kupata mavazi ni shida. Kwa hiyo baba yangu katika mahangaiko yake kutaka kuona umaskini kwa familia yake akaamua kwenda Zanzibar. Alienda Zanzibar miaka ya 50 na kule alibahatika kupata watoto wawili, ingawa alienda wengine waliokuwa wamezaliwa bara, lakini mimi na kaka yangu alienda mbele za Bwana anaitwa Matias, alizaliwa 58 na mimi nikazaliwa mwaka 60. Kwa hiyo sisi kwa asili mimi na kaka yangu ni wazaliwa wa Zanzibari. Hata kutokea vipi tuna uwezo kudai Uzanzibari sisi. Na upande wa bara ni nyumbani. Sasa mwaka 63 baada ya ile vuguvugu za vita vya mapinduzi, baba kaona uchumi si bora kuliko familia. Kwa hiyo yeye akaamua turudi bara. Kwa tukarudi bara, ndio tulipouona umasikini wa Tanganyika ulivyokuwa kutisha. Yaani basi siwezi kueleza yote. Lakini pamoja na hayo Mungu hakutusahau. Kuendelea shule nienda nikiwa huku bara, nisomea bara na kwa namna mbalimbali Mungu alinisaidia, na nilianza huko Nzega, baadaye nikawa nimehamia Mbeya ambako kaka yangu alikuwa anafanya kazi kwa Mbeya. Huko ndio nikasoma la 7, na kutoka la 7 nilisoma mwaka 77. Mimi nilichelewa kuingia shule. Kwa hiyo nilisoma la 7 nilikuwa na miaka 17. Na mwaka 78 nikawa form 1 na miaka 18, mtu mzima kabisa, sio kama leo. Lakini mwaka nilikuwa sekondari kukawa dalili sasa Mbeya kule kulikuwa na uamsho mikutano ya injili na nini, lakini mimi haikuwa na maana yoyote, sikuwa nafikiria. Paka mwaka 80 ikiwa form 3 ndipo Yesu alipokutana nami ikiwa Mbeya. Ndipo nikaokolewa mwaka 80, mwaka 80 nikawa nimeokolewa. Na mwaka huo niliokolewa nikasikia wito wa utumishi. Kwa hiyo niliendelea na masomo, kuna wito wa utumishi. Nikaendelea nikamaliza form 4, nikachaguliwa kwenda shule ya sekondari ya Usagara kwenda form 5. Nimeenda kule nimesoma form 5, lakini Mungu alionyesha kabisa nisingemaliza shule. Siwezi kusimulia yote kwa sababu muda, lakini kila kitu kilienda kama Mungu alivyonionyesha. Kulitokea misukosuko ambayo nilishaiona kabla hata matokeo mtihani wa form 4. Yaani labda tu kwa ufupi, niliota napanda mlima na nimekaribia kileleni kabisa, na ikatokea upepo kimbunga cha kukuzoa ili nisipande ule mlima. Kilipokuja nikajishikia, kulikuwa na nyasi ndefu, nikawa nashika nenda kupanda. Nilipokuwa napanda hivyo litokea tetemeko, mlima unatikisika wote.
nikishika unyasi unatupwa unang'oka, nikishika huko basi nikakata tamaa kuendelea tena. Nikaacha kupanda, nilipoacha kupanda upepo ukakoma na mlima ukaacha, tetemeko likatoweka. Sikuteremka chini, nikaanza kupanda mlima kwa kuzunguka sana. Hili ilikuwa inaashiria kwamba elimu ya juu nitaipata, lakini kwa mzunguko mrefu. Maana ilikuwa nimalize form 6 niende chuo kikuu, niwe na shahada, na ndoto zangu ilikuwa ni uhandisi. Ndio zilikuwa ndoto zangu, lakini Mungu alikuwa na kusudi tofauti. Nimeenda high school kweli, tukafika kwenye darasa yetu tukapatiwa walimu, baadhi ya walimu, mwalimu mmoja mbovu kabisa wa hesabu. Paka tukaona kabisa kwa huyu tutafeli, tunajiona ndoto zetu za uhandisi ndio zinakufa hapo. Tukaanzisha mgomo wa kumkataa mwalimu. Sikuwa naelewa nini kinatokea. Kumbe ndio ule upepo. Ule mgomo litakiwa niondoe shule kwa sababu ili niende kwenye kusudi la Mungu. Ile likatatuliwa. Tukabadilishwa mwalimu na tukaanza kwenda vizuri, shwari kabisa. Lakini ikatokea mgomo tu, katokea ambao hata kichwa hauna. Matatizo ambayo ilikuwa yanatatulika ya kuhitaji mgomo, walitaka wanafunzi wa pale bweni, tulitaka kuonana na mkuu wa shule kwa malalamiko madogo ambayo siwezi kuyafafanua. Na lengo lilikuwa tu angalau tumkabidhi malalamiko yetu alafu yeye ashughulikie. Au watu wasema akutana sisi. Mkuu akagoma kukutana sisi. Na nafikiri kuna kitu tulimkosea, alikuwa na hasira na alijua akikutana sisi tungemconvince alafu angebadilisha msimamo. Basi baada ya mwalimu kugoma kukutana sisi, akaona kama tunamwendesha, wanafunzi wakagafirika wakarudi. Mimi nikawa mwisho kuondoka, sielewi hata sababu ya kuondoka, lakini nasema nikibaki, je, hawa mimi peke yangu kule nitasaidiwa na nani? Wanaweza kusema mimi ni msaliti wao wakanifanya vibaya, kabini iwe wa mwisho kuondoka. Lakini mimi nikachukuliwa na mimi nikahesabika ni kiongozi wa mgomo. Tukafukuzwa wanafunzi 4 nikiwemo mimi. Baada ya hapo nikakumbuka kila kitu Mungu alichonionyesha. Ikabidi niinue mikono juu. Kakaangu kaniambia naweza kupeleka private. Nikasema hapa kakaangu atapoteza pesa. Mungu amesha na kusudi jingine, hebu nifuate ile ramani ya Mungu. Mwaka huo ilikuwa 83, 84, tuseme 83 hiyo kukafunguka nafasi ya kwenda kusoma Zimbabwe, chuo cha Biblia. Kwa hiyo nikaenda kusoma mwaka 84 mzima, nikasoma kule. Na kule nako mtu akifuatia maisha yangu anaweza asielewe uongozi wa Mungu wakati mwingine kwenye akili za kibinadamu huwa ni ngumu kuelewa. Nilitakiwa miaka 3 nitoke na diploma. Baada ya mwaka mmoja Mungu aliniambia nirudi nchini, nisikae tena. Mwaka mmoja nikapata cheti, nikarudi, nikamtumikia Mungu kwa miaka 10 nikiwa na cheti. Nilikuwa kanisa la Pentecost ambalo lilikuwa zamani liliitwa Swedish Free Mission, na baadaye likawa KLPT, wengine FC. Kulikuwa na migogoro wakati ule miaka ya 80. Mwaka 88 nikawa nimehamia Dar es Salaam, nilikuwa kanisa ile ile. Mwaka 89, tuseme mwaka 90, Mungu akaniambia wazi nihamie TAG. Kwa hiyo ndio nikawa nimeanzisha mchakato wa kuhama dhehebu moja kwenda jingine. Kukao mchakato ulichukua kama miaka 2 au 1 na kitu. 91 mwishoni ikawa nimehamia TAG, na 92 nikawa niko TAG, na ndipo wakanihamishia huku nikuja kuanza huduma. Kwa hiyo huduma nianza rasmi mwaka 85 nikiwa Mbeya, na niliendelea mpaka ile mwaka 91 ndio nikahamia Tanzania Assemblies of God. Tanzania Assemblies of God akawa mlezi mwema sana. Wakanileta huku
mwaka 92 mwezi wa 9 nikaripoti, na Disemba nikahamishia familia yangu kutoka Dar es Salaam kuja hapa. Wakati ule kanisa lilikuwa na washirika ambao walikuwa hawana mchungaji. Washirika walikuwa kama 25 au chini ya hapo, maana mimi nilipofika na familia yangu ndio tukawa washirika 27. Tulikuwa nasalia shule ya msingi inaitwa Milola. Basi mwaka 93 nikakaa nao tunasalia shuleni. Mwaka 94 nikaenda chuo cha Biblia Dodoma kwa ajili ya stashahada. Ikabidi nianze upya kabisa miaka 3 hiyo nyingine tukaachana nayo hiyo certificate, nikasoma miaka 3. Na mwaka 94 nikiwa shuleni tuliweza kupata hela kukomboa kiwanja hiki cha hapa, na bahati nzuri sana kanisa la Mbagala kwa makamu askofu mkuu walitusaidia sana. Kwa wakati ule alikuwa askofu wa jimbo la Mashariki na ndio walihusika kunileta huko. Kwa walileta wakunitupa, walinisapoti sana. Yaani namshukuru Mungu sana kwa Bishop Mhiche. Baba ana moyo wa pekee kabisa kulea vipawa. Kwa sababu hiyo alinisaidia sana hata kwenye masomo. Kanisa lilikuwa dogo, gharama za shule, lakini mara nyingi nikitoka huku aliniambia nipitie kule. Kipitia kule wananiwezesha naenda kule, kwa hiyo kaniwezesha kupata kiwanja hiki. Baadaye tuliweza kuanza kujenga. Tulianza jengo la muda la nyasi mwaka 94. Ilikuwa na nyasi, mianzi tulijenga na kuwezeka miti, yani na miti kabisa. Viti vya kukalia leo huwezi kuwa na watu kwenye kanisa. Ukiona hivi usione tulianzia hapa, tulianza chini kabisa. Mungu akaanza kuokoa watu. Na mwaka 98 ule mwaka wa neno ndio tuweka msingi wa kanisa hili. Eneo hili litawaliwa na uchawi sana, ushirikina. Watu walikuwa, kuna mtu alikuwa anaitwa Bibi Karimbwane, alikuwa huko Malinyi. Mtu akituhumiwa ni mchawi, wanamvisha shilingi kichwani, halafu wanamsomba mzobe ataka staki, wanampeleka kwenda kunyolewa ili uchawi wake uondoke. Lakini hatukuthubutu kujaribu kumwambia wewe mchawi. Ukisema mchawi huwezi ukathibitisha mahakamani. Kwa hiyo vijana wenye mihemko au familia yote jiepushe sana kumtuhumu mchawi. Mchawi pambanaye kwenye ulimwengu wa roho, yeye aisome namba. Basi usiukampeleka kokote, maana hutapata ushahidi. Kwa sababu mwisho na wewe watakusema labda ni mchawi. Umemwonaje kwa mchawi? Pambana naye kwenye ulimwengu wa roho, malizana naye kule. Sawa sawa. Kwa hiyo watu wasikilizaji na watazamaji, tafadhali usiende kwenye uchawi kwa sababu mahakama zetu hazitambui. Lakini pia wewe umevikwa mamlaka. Wewe sio mnyonge wa kutaka mahakama au jirani kuteketee. Wewe ndio kulinda mtaa wako. Wewe ndio kulinda jamii yako. Uwepo hadi ukikaa jamii kae salama, kwa sababu utapigana vita kuleta amani. Lakini changamoto za kiroho hapa zilikuwa ndizo za ushirikina na dini za mapokeo na tuseme ilikuwa ni kikwazo vikubwa sana mwanzoni. Injili kwa ngumu sana, lakini tunamshukuru Mungu sana kwamba sasa hivi Ifakara imefikiwa kwa kiwango kikubwa na watu wanaelewa ni nini. Kwa hiyo ni rahisi kwa kazi sasa hivi kuliko zamani, kwa sababu kanisa linahitaji pia kuwa na fedha na uchumi mzuri ili ifanye maendeleo. Kwa hiyo kanisa, hata sisi kanisa sasa hivi angalau iko vizuri, tunaweza kuwa na majengo na tunaweza kufanya vitu vingi, kwa sababu hali ya uchumi wa Ifakara sio mbaya na mawasiliano pia yako vizuri. Nitumie nafasi hii kuwatambulisha watazamaji kanisa letu la Shagota
liko hapa maeneo ya site Kibaoni, wengine wanaita Matangi Matatu. Ni mahali ambapo tumekuepo tukimhubiri Yesu, na jina hili linatokana na neno shalom. Tunaamini kabisa lenye asili ya Kiebrania lina maana amani, na kwa asili tunaposema Shalom Gospel Tabernacle tunasema hema la injili ya amani. Maana yake ni mahali tunamhubiri Yesu anayeleta amani, na tunapozungumzia amani tuna maana sio ile amani kwamba hakuna shida yoyote, bali uwezo wa kukaa na uhakika wa kuwa salama hata katikati ya shida, katikati ya changamoto, katikati ya dhoruba, kwa sababu tunaye mtuliza dhoruba ambaye ni Yesu. Na kwa hiyo ni mahali ambapo watu wote tunawakaribisha, mwenye magonjwa, mwenye mateso, alionewa labda na majini, wali mwenye magonjwa asiyopona, anayefikiria amelogwa au analala zote, hapa atafunguliwa. Kwa hiyo tuna ibada zetu ambazo Jumapili tunaanza saa 1 tuna maombi mpaka saa 1:30. Saa 1:30 mpaka saa 2:30 tuna shule ya wanafunzi ya kuwapa watu uwezo wa kuifahamu Biblia, na saa 2:30 mpaka saa 5 au na nusu hivi tunakuwa na ile ibada ambayo tunashuhudia uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu, mahali ambapo utendaji wa Mungu unaonekana. Kwa hiyo karibu kwa watu wote waabudu pamoja na sisi. Jumatano ni Bible study saa 10 kawaida. Ijumaa ni saa 10 pia, ni siku ya maombi ambayo tunakuwa na mifungo ya maombi na pia maombezi. Na hata Jumapili tuna maombe. Tumeshuhudia tangu kanisa liwepo huku, tumeshuhudia uponyaji wa kila namna. Tumeshuhudia vichaa wakipona kabisa na kuwa na akili timamu. Tumeshuhudia mwaka tu niliofika wa 93 mtu mmoja alikuwa ni mwathirika kabisa wa ukimwi. Alipona kabisa, tumwombea akapona kutoka positive akawa totally negative. Na yuko haya anaishi mpaka leo, ingawa haishi hapa. Lakini tuna mtu mwingine pia aliwahi kuponya ukimwi ambaye alikuwa anachumbia, kwenda kupima akaonekana yuko positive. Akaja analia kwangu, nikamwambia usilie, Mungu wetu anaweza. Huyu bwana alitaja amani, aliweza kumponya. Kamwambia kabla upimaji wa marudio kapime mara 2 sehemu nyingine. Akarudi akasema kote sina ugonjwa. Na mwisho akahakikiwa na ule upimaji wa kwanza marudio, akaonekana yuko salama na akafunga ndoa naye. Kwa hiyo tumeshuhudia matendo makuu ya Mungu. Kuna watu pia tumeshuhudia aliopoteza mamilioni. Kuna mama moja alikuwa amelazwa pale na ni kituo cha afya cha Kibaoni, miguu yake ilikuwa na waka moto. Nikaomba kibali kama muuliza kama je, ungependa Yesu akuponye? Kamuuliza mpaka hapa umetumia kiasi gani? Akasema ametumia karibu milioni 3. Alikuwa ni mtu wa Mlimba. Akamwambia kama uko tayari tukuombee, basi tutakuja kuchukua. Tukaomba kibali hospitali, wakaturuhusu, tukataja naye, wakamchukua kanisani, akaja tukaomba naye, miguu ilikuwa na waka moto, akafunguliwa na akawa discharged, akaenda Mlimba akiwa salama. Kwa hiyo ndio maana tunasema karibuni, na wewe ukiwa na shida yote karibu sana. Kwa Mungu wetu hakuna linaloshindikana. Yesu tuliza dhuruba yupo hapa, mfalme wa amani, na wewe atakupa amani. Kwa hiyo mwandishi, huu shuhuda ni kuatia moyo, ndio maana tunaita Shalom. Asante, Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana, na watakaoona ushuhuda huu Mungu awabariki na watia moyo. Na wewe usiwe karibu na hapa, lakini yako makanisa ya Mungu ni mengi yakiongozwa Tanzania Assemblies of God, ikiwa ipo karibu nenda. Kama sio Tanzania Assemblies of God, unaweza kukutana na FPCT, kanisa la Mungu. Pengine kama AGT iko karibu pia, au kanisa lote lenye msimamo mzuri na ushuhuda mzuri. Usisite. Yesu anapatikana na Yesu yuko hai. Mungu akubariki sana kwa watu wa hapa, na kama ukitutembelea karibu sana Shalom Gospel Tabernacle.